ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa kweli ya kututakasa bila damu yake Yesu. Sipatanishwa bila damu yake Yesu. Nguvu yanitisha bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa bila damu yake Yesu. Amen. Kwa hivyo nataka nikaribishe wale ambao tuko pamoja na nyinyi katika mtandao. Naamini ya kwamba leo hii Mungu anaenda kutubariki na anaenda kutuinua zaidi katika jina la Yesu. Tunaweza kaa chini in Jesus name. Thank you so much. Leo hii nataka ya kwamba kwa rehema na neema za Mungu uweze kushiriki neno la Mungu kutoka kitabu cha Samueli wa pili sura ni 24, 2 Samuel chapter number 24. We are reading several scriptures and the Lord shall bless us today in Jesus name. I want to say God is good and all the time God is good. Kwa hivyo wale tuko na mtandaoni, wacha tuweze kusikiza neno la Mungu na Mungu atatubariki sana kwa jina la Yesu. 2 Samuel chapter number 24. The Bible says, I will read from verse 1 up to 4, then we shall skip to verse 8 as we continue in Jesus name. Bible inasema hivi, again the anger of the Lord burned against Israel, and he incited David against them, saying, go and take a census of Israel and Judah. So the king said to Joab, the army commanders with him, go throughout the tribes of Israel from Dan to Beersheba, and then roll the fighting men, so that I may know how many there are. But Joab replied to the king, may the Lord your God multiply the troops 100 times over, and may the eyes of my lord the king see it. But why does my lord the king want to do such a thing? The king's word, however, overruled Joab and the army commanders. So they led the presence of the king to enroll the fighting men of Israel. Verse 8 says, Joab reported the number of the fighting men to the king. In Israel there were 800,000 able-bodied men who could handle a sword, and in Judah 500,000. David was conscience-stricken after he had counted the fighting men, and he said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done. Now, O Lord, I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing. Before David got up the next morning, the word of the Lord had come to Gad the prophet, David's seer. Go and tell David, this is what the Lord says. I am giving you 3 options. Choose one of them for me to carry out against you. So God went to David and said to him, shall there come upon you 3 years of famine in your land, or 3 months of fleeing from your enemies while they pursue you, or 3 days of plague in your land?
Now then, think it over and decide how I should answer the one who sent me. David said to God, I am in deep distress. Let us fall into the hands of the Lord, for his mercy is great. But do not let me fall into the hands of men. So the Lord sent a plague on Israel from that morning until the end of the time designated, and 70,000 of the people from Dan to Beersheba died. When the angel stretched out his hand to destroy Jerusalem, the Lord was grieved because of the calamity, and said to the angel who was afflicting the people, and now withdraw your hand. And the angel of the Lord was then at the threshing floor of Araunah the Jebusite. Say amen. Baba, nasema asante kwa sababu ya neno hili. Bwana, kila mmoja anapolisikia wacha liweze kuwa baraka katika maisha yake, nami nitumie kugusa, kushawishi na kufungua na kuongoza watu wako katika njia za haki na katika njia za mapenzi yako kwa utukufu wa jina lako. Naomba Baba, roho ufahamu akajilia watu wako, na kila usumbufu, kila minuko ya ubishi na uongo, Bwana tunaifunga, tukipinga na kuiangusha chini ya miguu yetu na kuitisha neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Sema amen. Leo nataka kufundisha kanisa kuanguka mikononi mwa Mungu. I just want to speak about that. Falling in the hands of God. Na kwa sababu nataka kuhudumia wewe, ningesema to just fall in the hands of God. Just fall in the hands of God. Mimi ambaye ninakuhubiria leo, mimi ambaye nataka leo hii Bwana nitumie sawa sawa na mapenzi yake, ninajua vizuri ya kwamba kuna mambo Mungu anatamani ya kwamba akatende katika taifa hili, lakini kwa sababu ya kutofahamu, kwa sababu ya Wakristo kutoelewa, basi inakuwa ya kwamba tunalia tukibishana huku na huku, tukilalama na wengine tukilaumiana bure, ili hali neno la Mungu liko. Maana swali lolote, shida yoyote, historia yoyote iliyo sasa inajirudia. Mungu alitaka ya kwamba tusikie neno hili likaandikwa kwa Biblia, ili mimi na wewe kila wakati tunapolisoma tuelewe ya kwamba Mungu ni yeye yule jana na hata milele na habadiliki. Sema amen. Anaweza chukua matukio aliyoyatumia katika Agano la Kale ayalete katika Agano Jipya hili, ili mimi na wewe tumrudie vizuri. Pendwa, mahali tumefika ni mahali pa watu, mataifa, viongozi twastahili kuanguka mikononi mwa Mungu. Kwa nini nasema hivyo? Just fall in the hands of God, because kile kinatendeka na yale yanatendeka katika ulimwengu yanatendeka kwa sababu ya hali ya mioyo yetu. Juzi nilikuwa nasema usumbufu wa mioyo umefanya watu wengi tumepotoka. Usumbufu wa mioyo umefanya wengi tumekuwa na ubishi na Mungu. Mnafanya mambo mengi yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini kwa rehema za Mungu, yeye huwa anataka tufanye the correct thing, the right thing, naye ataleta rehema zake, maana amesema yeye ni Mungu wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu ninajua ninazungumza na watu wengi leo, nazungumza na taifa la Kenya, nazungumza hata na viongozi, maana kila mtu ambaye anasikia ujumbe huu lazima itakupasa uende na uanguke mikononi mwa Mungu. Kwa nini nasema hivyo? Maandiko yanasema vizuri, wapendwa, ya kwamba Israeli baada ya kufanya dhambi na kukosa kumcha Mungu na kupotoka katika njia za Mungu, Mungu aliinsight hasira yake, akainsight moyo wa Daudi kuanza kutamani ya kwamba ahesabu nguvu na uwezo alionao Israeli na katika nyumba ya Yuda. Yaani kiongozi, watu wanafanya makosa, watu wanafanya uovu, watu wanakuwa na unafiki mingi,
lakini kiongozi ndiye anaambiwa sasa, kwa sababu ya hao watu ninataka uhesabu nguvu zao, hesabu uwezo wao, hesabu wale wanaweza pigana vizuri. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba Daudi akaamrisha Yoabu, akamwambia nataka unihesabie watu wote walio na uwezo wa kupigana. Naye akaamua ya kwamba anaenda, lakini alifika mahali akauliza, mbona mfalme atende kitu kama hii? Alijua ni kitu kizuri kibaya, maana Mungu akisikia mfalme anauliza nguvu gani alizonazo, basi Mungu atakasirika. Lakini kwa sababu alikuwa kiongozi, yeye ni mfalme Daudi, akasema basi wacha niende nifanye vile mfalme amefanya. Lakini sikia, baada ya miezi 9 na siku 20, Daudi ako pale anangojea kina Yoabu na wale ambao ni viongozi wa majeshi, wameenda kuhesabu watu in 9 months 20 days. Yani Mungu amekuwa mvumilivu, anangoja wamalize kazi yao, maana wametaka kujua nguvu zao, wametaka kujua uwezo walionao. Na akavumilia miezi 9 mpaka na siku 20, wakamaliza kazi yao, wakarudisha. Sema jirani, ambaye jirani, walirudisha ripoti. Walirudisha ripoti. Nasema tumepata watu 1,100. Hawa ni kutoka Yerusalemu. Yuda nao ni 500. Kwa hivyo tuko na jeshi kubwa, tuko na watu wakubwa, watu wa nguvu. Hivi leo hata vita ikikuja tutapigana vizuri. Walipomaliza kumpatia ripoti, Biblia inasema moyoni mwake akagundua, nimefanya kitu cha ujinga, maana nimetembea na Mungu, sijaona nguvu zake zikilinganishwa na misuli ya wanadamu. Nimeona uwezo wake haulinganishi na idadi ya wale ambao ni majeshi wa vita. Nimefanya kitu cha ujinga. Na Mungu akatuma Gadi, akamwambia enda na waambie Daudi, kwa sababu amejua tayari chenye amefanya ni kibaya. Mwambie ninampa mambo matatu, achague moja. Biblia inasema akamwambia hivi, ninataka siku ya leo uanze kujua ninaenda kutoa na kuruhusu njaa. Praise the name of the Lord. Miaka 7 ya njaa. Akamwambia la pili, ujue ya kwamba kutakuwa na miezi 3 ya maadui kukufuata na wewe ukitoroka. Akamwambia la tatu, na hapa kuna pigo la siku 3 litakuwa limekutosha kwa sababu ya makosa umefanya. Tumechukua muda, watu hawajaona ile njaa kali. Haleluya. Tumechukua muda, Kenya haijaona ikipigwa na maadui ama majirani. Tumechukua muda. Tumechukua muda kama watu wengi hawajaona ile tabu ya vita katika nchi. Lakini vile nazungumza hivi, kuna watu wanajisema tunatengeneza nguvu zetu za vita. Na hapo ndipo pia kanisa lilikuwa limefika. Kuna siso wahubiri wengi, manabii wengi waliambia watu siri za kufanikiwa. Kufanikiwa, kuinuliwa, kubarikiwa, kuwa na ushindi. Watu wakaingia kwa hiyo neema na wakashinda. Waliposhinda, wameona tuko na vitu, wengi kuwafuata njia zao zilianza kupotoka. Karibu kanisa, kuna vitu mingi wamefanya. Kama kuna chuki kwa kanisa, hata mmeona juzi hapa nyumbani, si mtu alikuwa na hiyo tuko kanisa wameua. Ukijaribu kuonesha wewe ndio una kitu, wamekuua. Na wale wamekuua tena wanakuja kwa matanga yako.
Sasa Jonas alikuwa mzuri, alikuwa tenda mzuri, Jonas alikuwa anatupenda, Jonas alikuwa anafanya kazi ya Mungu, Jonas hata wahubiri badala ya kusema Jonas alikuwa anakuwa kiroho, Jonas alikuwa anafanikiwa kiroho, wanasema nilikuwa nakula fungu la 10 ya nani? Ya Jonas. Kanisa likaingia mahali potofu kuonyesha nguvu. Kila mtu anataka kuonyesha nguvu zake. Kila mtu anataka aonekane ana uwezo. Mungu akasema nataka kulete pigo. Njaa haleti, pigo na maadui tukikimbia haleti, lakini ameleta pigo. Hili pigo halikuja tu, halikuja baada ya kuinsight viongozi. Akasema wafanye sababu ya mwenendo ya watu na kufundisha uwe na ufahamu. Maana majira kama haya nataka Mungu akuinue na akubariki. Nataka Mungu akupatie ufahamu uishi ukielewa nini inaendelea. Wakati Daudi alisikia haya na akaambia Gadi, ambaye Kiswahili nasema muonaji wako, akamwambia chagua leo na ufanye uamuzi, maana Mungu aliyenituma anataka afanye kazi sasa. Biblia inasema ya kwamba Gadi alipongojea Daudi alichagua the best thing, the right thing. Akasema mambo haya yote yakikuja tutakuwa na shida, lakini kwa sababu Mungu mwenye ameona mambo yenye nimefanya, tabia ambayo nimekuwa nayo na tenda ambalo nimelitenda, mimi naamua hivi, ni heri nianguke mikononi mwake. Ni heri nianguke kwa mikono ya Mungu, afanye na mimi vile anavyotaka, lakini sio kwa mikono ya wanadamu ambao watanimaliza. Bwana asifiwe. Na unaona wapendwa, kuna dhiki zingine zinakuja kwa maisha watu. Dhiki kama hii corona inatumiwa kwa sababu ya mambo ambayo yanasumbua wanadamu, haswa kanisa. Praise the name of God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu angalia jirani yako muulize, wewe unanipenda? Najua wengine wanasema hao ni wanashinda. Hebu muangalie tena muulize, na wewe unanipenda? Hii ni tabu ambayo tuko nayo na inasumbua watu wengi wapendwa. Imeleta shida hata kanisani, imeleta shida hata ndani ya wahubiri. Bwana asifiwe. Mambo mengi ambayo yanatukumba yanaanzia kwa madhabahu. Maana kile kilianza kufanyika kwa nani? Kwa Daudi. Ilianzia kwa mtumishi wa Mungu ambaye huenda kwa madhabahu anaita Mungu, anataka huyu Mungu ampe suluhisho la watu, na anagundua Daudi anaongelewa na Mungu, namwambia kuna mambo matatu nataka ya kwamba yatendeke kwa Daudi, kwa sababu ametafuta kujipimanisha nguvu zake na zile ambazo huwa ninampatia za kupata ushindi. Mungu akampa haya matatu, ninataka yatendeke, lakini Daudi akachagua jambo moja, akasema wacha tuanguke kwa mikono yake. Maana sisi ni watu ambao tunakosa, lakini kwa sababu ya neno lake ni heri turudi na tuanguke kwa mikono yake. Hata leo wewe nakwambia, wacheni tuanguke kwa mikono ya Mungu muumba wetu. Mahali tumefika, wacheni tuanguke kwa mikono ya Mungu muumba wetu. Ngoja niwaambie kitu moja. Hata saa hii kitaka kujua mahali tuko, siku za kwanza zenye walisema watu serikali ikasema hakuna mikutano, hakuna nini. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa zikafungwa, kanisa zilifungwa na wanasiasa walifunga.
Si wanaendelea hata hakuna social distance. Na hao watu wenye wanaenda kwa wanasiasa ni Wakristo ama ni watu wa mataifa? Si watu wanaenda kwa kanisa. Ukisikia Ruto kwanza Ruto akikuja watu wanasema wacha tuende pe. Kama sio kusikiza mambo yake. Hata president wetu anakuja huko Western. Kuna watu wamejipanga, pesa inakuwa sio president. Na hapo ndio watu nataka kuambia tumefika kama kanisa mpaka watu ndani ya nyumba ya Mungu tunaanza kujipima na Mungu. La pili, unaona mpendwa, nataka ukiwa hapo umekaa, kumbuka siku Mungu alikutana na maisha. Kumbuka. Kama wewe ni dada, kumbuka wakati ulikuwa unashona matute matatu kwa kichwa. Hiyo tatu ilikuwa inakusaidia kunyenyekea. Kumbuka wakati ulikuwa na laini 5 ama 6 kwa kichwa. Nguo ni moja, kiatu ni slippers ya 150. Ulikuwa mzuri. Kumbuka wakati wengine walikuwa kwa bed sita mmoja. Kanyumba hakana mwelekeo. Ulikuwa mzuri. Wakati ungetoka kwa nyumba hata ujui maana ya kupiga pasi, ulikuwa mzuri. Lakini shida inakuja wakati unaona sasa nimefanya hii, nimefanya hii, nimefanya hii. Na hapo ndio Waisraeli walikuwa wamefika. Wakaanza kuona mahali tumefika, sasa sisi tuko na nguvu. Na Daudi anaambiwa basi enda ufanye kitu chenye kitafanya mimi Mungu nipige hawa watu. Bwana asifiwe. Inakueleza uelewe. Kiongozi anaambiwa fanya kitu chenye nitafanya mimi Mungu nipige hawa watu. Ndio uliona rais wetu alituambia hata kama mna makanisa mnapenda kuomba Mungu, funga. Si watu walifunga ili watu waende kule nje na waendeleze kazi zao kama vile walikuwa wanataka. Si unajua kule nyumbani hakuna mtu atakufuata. Huko hata usikii neno. Kwa hivyo atapasa saa zingine umuoni. Mzee wa kanisa, mzee wa pasa wa ushirika umuoni. Sasa kule nyumbani unakuta mtu anaweza fanya anything. Jumapili kama leo kama Kagwe minister wa heka angesema kuja kanisa, uliza jirani ungekuwa unafanya nini? Wani mwalimu mbele gembe mulimi. Hapo umevunja agano la Mungu kuhusu siku ya kuabudu. Yaani hata kama ingekuwa haukuja, wengine nakwambia ile ulikuwa unafanya sahihi ni kibaya, kwa sababu huko wamekuacha ufanye vile unataka. Basi neno nasema Daudi alipoona Mungu ameangalia, amesikia akisema afadhali tuanguke kwa mikono yake. Hiyo asubuhi Biblia inasema Mungu akatuma malaika wa kuua na watu wakauliwa, watu 70,000. Daudi pia akajirudia akasema, Bwana, ni mimi nilikosa, hizi ni kondoo. Pia akatumiwa neno, enda jenga madhabahu mara tena, maana madhabahu yangu yameharibiwa. Jenga madhabahu tena. Na alipoambiwa hilo jambo, malaika wa uharibifu na wauaji akaenda. Praise the Lord. Akawacha mambo vile ilikuwa.
Kristo. Nataka tu nikuambie ili uelewe, kwa sababu tunaishi siku na nyakati wa Kristo lazima waelewe what is happening. Mimi nazungumza hivi, hata wakati walisema corona iko last year, wakasema vitu zifungwe, tulisikia kwa mtandao wanataka over 580,000 death. Hapa Afrika. Watu wamekufa ama hawajakufa? Na hii ni historia inajirudia ama haijirudii? Si inajirudia. After day alisema Mungu, mimi ndio nimefanya hii dhambi. Ndio Mungu akatumana, basi ende mwambie madhabahu yangu yanaharibiwa, ajenge tena. Ndio malaika huyu asije akamaliza watu wao. Lakini kabla ya hiyo 70,000. Do you know most days 70,000 walikuwa wengi sana? Walikuwa wengi. Wakafa. Walipokufa, Daudi akatoka na akaenda kagharamika kujenga madhabahu ya Mungu. Ndio Mungu akakubali dhabihu. Hiyo dhabihu ndio ilifanya Mungu akakubali sasa sitawapiga tena, kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa kimetendeka. Christians, I want to tell you like this, whatever is happening, wa Kristo, kanisa la Mungu, wachini Mungu atusaidie turudi tuanguke miguuni mwa Mungu. Let us fall in the hands of God at his feet ili aturehemu. Maana kama mnataka kujua, nawaambia ukweli, wanawaambia phase 1 ndio hiyo, ikimalizika phase 2, ikimalizika phase 3. Leo wametuambia hii August kuna phase. Uliza jirani, inatoka wapi? Sini kama kuna mtu ameambiwa wewe ndio kupuliza kwa hewa, puliza, na hiyo anasema ni kama coccidiosis ya kuku. Yaani utakuwa unatembea, haina symptoms mingi. Umeona vile kuku inaenda inafanya hivi, alafu baada ya kumaliza hiyo utaona kiki hapo chini ikifanya hivi na sasa wametuambia phase 4 ni kama inaenda hapo. Ni kwa sababu bado kanisa halijaanguka vizuri mikononi mwa Mungu. Praise the name of the Lord. Ukiwa na madhabahu yasiyo ya Mungu, ukiharibiwa madhabahu ya Mungu na kuleta madhabahu mengine, what will come there is death. Kifo itakuja na watu watakufa vile umesikia corona ikimaliza watu, kwa sababu ya madhabahu yasiyo ya Mungu. Wale watu watarejesha madhabahu ya Mungu hapa duniani, hapa nchini Kenya ni kanisa. Kanisa likiibwa, lipotoshwe kwa njia ya Mungu na madhabahu yaribiwe, inajisiwe, basi kile tunangoja ni kifo. Badala ya kuhubiria watu uzima, kifo kitatawala. Iwe ni kwa Mungu, iwe ni kwa kanisa. Madhabahu ya Mungu yasipokuwa retained, people will die. And we shall bury many just because madhabahu yamenajisika. Hallelujah. Na madhabahu ya shetani haidili na mtu kwa njia ya kubembeleza. Iko na hatari, iko na ukali, inapiga watu, ina hatari kubwa, kwa sababu kazi yake ni kuharibu, ili mpango wa Mungu na maisha hiyo jamii usije ukatimia. Na ndio sababu ninakueleza mpendwa, wacha tuanguke kwa mikono ya Mungu. Hata kama uko namna gani, anguka kwa mikono ya Mungu. Hata kama unaona mimi hakuna dhambi nafanya ambayo mimi nataka kuambia, hauwezi ukajua
maana kuna vitu zingine tunafanya ni Mungu tu anajua tumepotoka, lakini sisi wenyewe huenda hatujui. Ndio maana nimekuja na neno just fall in the hands of God. If I ask many people in this nation today, tangu makanisa isiendelee kuwa, watu wengi wamegonjeka, mioyo yao iko na shida, akili zao zimeharibika na matendo yao yamepotoka. Hiyo inaweza fanya Mungu akaona hasira na aendelee kuambia serikali, leta phase 4, leta phase 5, leta phase 6. Yanapoa anaambiwa, na inapolizwa ndani ya dunia, watu wanarudi kusema tuko na ugonjwa. Jana ndio mama dada mmoja alikuwa anatuambia, waliandikiwa messages wakaambiwa, kama umedungwa AstraZeneca ujue uko na miaka 3 peke yake kuishi hapa duniani. Hata Pastor Kibereka akasema kumbe zangu zimepungua. Maana tangu adungwe anaona zake miaka zimefanya nini? Mama Baraka, usiogope. Maana unajua mtu akisikia mwenzake ako na miaka 3 anaweza anza kujipaka. Achana hiyo neno. Praise the name of the Lord. Ni kwa sababu kuna kitu bado hatujatimia. Na hiki kitu kimekuja, mimi nawaambia ukweli. Some few years back, Kristo wengi, wachungaji wengi, viongozi wengi walikuwa wanafundisha watu kufanikiwa. Neno la msalaba lilidharauliwa. Neno la msalaba lilipuuzwa. Na Wakristo wengi wakaingia makanisani, mtu wako kwa style yake, lifestyle yake. Hata saa hii wale walikuwa hawajawahi paka lipstick, walipaka. Wale walikuwa hawajawahi paka cutex, si walipaka. Hata kama ulipaka na ukarudi sasa nafanana tu nyangao, bado tu ulipaka. Wengine ukachukua hizi eyelashes zenye Mungu alikutengenezea, ulizitoa kidogo, ukapaka kwenye watu wanataka hii yenye imekuja. Ukajiangalia ukasema nakaa tu babuni, tena ukatoa. Lakini neno linabaki, ulifanya nini? Wengine hata sina aibu kusema wamekata kama. Nimefungwa kwa kanisa kila siku, pastor wanasema msifanye maneno, leo hata nikata. Na amekata. Lakini kwa Yesu kuna raha. Yesu kuna raha. Bado anaimba. Yutana Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukijua wako mimi ni nani? Ukijua wako vile nimefanya. Lakini anasema Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa imefika hapo na ikabidi, kwa sababu watu bado hawajaelewa kuanguka mikononi mwa Mungu. Madhabahu ya Mungu imeharibiwa. Watu saa hiyo walikuwa wanaangalia watu wa kanisa. By the way, that is what is happening today. Watu wanaangalia hata watu walio kwa makanisa mpaka wanasema heri sisi ambao tuendi wapi? Kanisa. Niseme ukweli ama nisiseme? Naona mmenyamaza kuonyesha kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Lakini nataka utoke hapa kama umejua ukweli, ukweli ukuweke. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Si hata wengine mmeita watoto wenu punda, nyang'au, ng'ombe. Mko na mang'ombe saa hii. Na juzi ulikuwa umerestrain wiki mtoto ng'ombe, lakini saa hii tumetengeneza mang'ombe na mapunda ziko kwetu. Sababu hata midomo yetu wenda haikujizuia. Wale wananisikia, nataka kuambia ukweli, midomo haikujizuia. Watu wengine mahali ulijipata lakini ukasema Mungu nisamehe, lakini sikia tayari umefanya. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo inafanya Mungu anachomwa
Nasema hao watu watanijuaje? You know what God is looking for? It is for nations of the world to humble and go back to Him. Just to fall and go in His hands. Maana ya kuingia kwa mikono ya Mungu ni kusema, Mungu niumbe tena, nisije nikawa na kiburi ambacho nimekuwa nacho. Niumbe tena, nisije nikawa na ukaidi ambao nimekuwa na. Siku ile ilikuwa ya kwanza ya kufunga makanisa. Nani walikuwa wa kwanza kushambuliwa? Jibuni. Walikuwa wachungaji, sema wachungaji. Wakaambiwa, leo tutaona chenye mtaku. Leo tutaona mahali mtakuja kuvuna. Ukweli ama uongo? Na si walisema kote. Wachungaji, kuna wachungaji wote walikufa. Na si walikuwa wazima. Ni kwa sababu ushambulizi huo haukuwa ushambulizi wa kawaida. Ni kwa sababu sisi viongozi wa makanisa tulikuwa tumeenda na tumepotoka kwa njia ya Mungu. Tumeleta injili ya ufanisi zaidi. Injili isiyo ya msalaba. Injili isiyo ya neno la msalaba. Tulipopotoka, basi ilibidi Mungu atuhandle kwa njia hiyo. Akainua kondoo juu ya wachungaji. Wapigwe ili washuke wapi? Secondly, wakasema Nairobi County 5 zifungwe. Leo wamesema hapa Lake Region zifungwe. Wachungaji wameshuka wapi? Zimebaki kondoo. Haleluya. Kuna mtu anaelewa kitu? Wewe ndio Mungu anataka. Anasema na viongozi wanaposhuka, hata wewe anguka kwa mikono ya Mungu. Atakuokoa na mengi. Corona si ati ya kwamba ni ngumu Mungu kuitoa. Measles ilikuja, Mungu akafanya njia mahali hakuna njia, na watu walioishi siku hizo measles wanaliza. Na ni kwa sababu ya nini? Makosa na dhambi. Ukiuliza watu ambao wameishi kuanzia miaka ya 50, watakwambia kuna njaa zilikuja. Njaa ya kikombe, utabeza. Kuna wengine walikuwa nasema sawala. Zilikuja zote na zingine. Kwa nini? Dhambi na makosa. Watu wanaporudi kwa mikono ya Mungu, anarudisha mambo ya kawaida, mambo yasiyo ya kawaida kwa maisha yao, kwa mikono yao, kwa makanisa yao. Sema amen. Maana yeye ni Mungu wa urejesho. Angalia hata mambo ambayo umezungumza, nia na mawazo umekuwa nayo, mengi yanakuanga ya upotofu. Sababu gani? Nguvu wa mioyo yetu inafanya watu wengi wanapotoka kwa njia ya Mungu, na inachochea hasira ya Mungu katika maisha ya watu wengi. Vile tumeambiwa asubuhi ya leo, vaa silaha zote za imani. Ni vizuri uzivae. Kwa sababu gani? Mambo yale yanatendeka katika ulimwengu ni magumu, mazito ya kuumiza maisha ya watu. Kama sasa hivi vile nazungumza hivi, shetani amefurahia, mapepo wamepuliza maroho. Ungeamuka unasikia mambo si mazuri. Kama mmewahi kuwa, if you have been sensitive during these times, unaamuka unasikia karibu kila siku, unaamuka unasikia kama homa imekushika, mwili umekuwa mzito, mwili umekuwa mgumu, wewe mwenyewe unaona ni kama anagonjeka. Pendwa, si ni ukweli? Maana maroho ambazo zimekuwa zikipulizwa kwa anga, shetani hakufungwa. Walisema mahali pa madhabahu ya Mungu pafungwe, lakini kule hakujafungwa. Wamefanya kazi kwa ajili ya maroho ambazo zitashika watu, na ndio sababu wengine hata mawazo yao yamekuwa mabaya. Matendo yao siku kama hiyo inakuwa ni mbaya kwa sababu ya utekwaji nyara. Lakini tuko hapa leo tuanguke kwa mikono ya Mungu. Sema amen. Wewe ambaye unanisikiza, ninakuambia anguka kwa mikono ya Mungu muumba wako. Just fall in the hands of God. Hata kama bado tuko hapa. Najua sasa hii kusema ukweli, maeneo haya hatujadhibitisha kama kuna corona. Tunasikia watu wanasema kuna corona. Hata mimi nasema kuna corona. Lakini sikia,
Mwanzo sina aibu kusema mimi niliona nyoka 2 na zilikuwa zinachagua wapi. Hata nilisema hapa kabla hawajatangaza corona. Na hiyo ndio inachagua. Ndio maana nakwambia hata kabla haijafika kwako, jiangushe kwa mikono ya nani? Ya Mungu. Maana kuna watu wanasema corona iko kweli. Mimi sijawahi isikia. Wengine wanasema corona iko na wenyewe. Sijakataa, jiepushe majira kama haya. Maana Mungu anaweza fika mahali kaona moyo wako na akaamua kutumia hiyo nyoka iagizwe ije juu yako. Maana inaachiliwa katika anga ili tuweze kutekwa nyara. Wakristo tukielewa haya maneno, Mungu atatuokoa na malaika wa uharibifu. Sema amen. Sema amen. Usione ukikaa, ukiishi, ukikunywa, ukikula, fikirie hivyo ndio watu wengine huko nje wanafanya. Wako huko na shida. Wale watu wameinua miungu na madhabahu ya miungu. Vile nazungumza na nyinyi hivi, wana masumbufu mengi, wana shida, wengine wameogopa. Nyinyi mmetoka kwenu mkitembea. Mnajua kuna watu hapa Kenya saa hivi ninazungumza hawatoki kwa nyumba, hata wanaangalia watu kwa dirisha hivi. Ukimpelekea kitu anachukulia, anafanya nipatie. Hataki hata upulize ama apate hewa yako hata kidogo, kwa sababu anaogopa corona itammaliza. Praise the name of the Lord. Amen. That's why ninakuambia mpendwa, ninajua hata viburi vimekuwa vingi, ukaidi wa mioyo umekuwa mwingi, wengine wamekuwa kupuuza mapenzi na neno la Mungu. Lakini mimi nakuambia hiyo ni mbinu shetani ametaka ifanye kazi. Kabla haijakumaliza, anguka kwa mikono ya nani? Ya Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani, umwambie unasikia ama usikii. Just fall in the hands of God. Just fall in the hands of God. Jana nilikuwa nasikia juzi hata CS wa health alisema aje, the fact that umedungwa hiyo chanjo mara 2 it doesn't mean that huwezi pata corona tena. Mlisikia ama mkusikia? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu sio kazi ya mwanadamu, ni Mungu. Tutavaa mask, na hiyo nakwambia ni vizuri tuvae in congregations, lakini sikia, usivae wakati unajua I'm not ready to fall in the hands of God. Maana utavaa na bado corona itaingia. Sio unaona? Tunavaa mask. Alafu ukitaka kukula, umenunua soda ama unakula kitu kule sokoni, unarudisha chini hivi. Maana ya kurudisha saa hiyo ni kwamba kama ni ya kukupata ifanye nini? Ikupate. Ndio maana Waisraeli walipotenda haya mambo, ilibidi wachochee kiongozi ambaye ni Mfalme Daudi atende kitu ambacho kitakuwa cha kuhesabiwa haki nacho. Mbia enda hesabu. Nasema okay, kama wewe kiongozi umefanya haya, taifa lazima liumie. Na ujue ya kwamba kiongozi anafanya hivyo si kwa sababu ni yeye alikuwa ako na hiyo shida, ni watu ndio walikuwa na shida. Dhambi na makosa imeingia ndani mwao. Wengine wameinua miungu, wengine wameanza kuabudu Baali. Basi ikabidi ya kwamba kiongozi ambiwe fanya ili taifa lote lipate shida. Lakini alipotubu kwa niaba ya watu wake, aliambiwa kimenyamazisha, lakini madhabahu yajengeni tena na mweke dhabihu pale. Praise the name of the Lord. Na hapo ndipo tumefika. Before we understand kile Mungu anataka kifanyike, wapendwa, kitarudia. Ndoto ukiona mara 2 inamaanisha Mungu anamaanisha. Chenye unakiona kiko, si ati hakiko. Na kama kanisa, we need to go back there.
Christians who are watching me, I want to tell you, you have to go back mahali vitu zimeharibikia, na tuanguke kwa mikono ya Mungu. Saa hii vile tunaishi leo, watu hawajali na wenzao. Mmeona vile watu wanauana, unaona vile watu wanajitia kitasi, unaona vile mambo yanatendeka. Ni kwa sababu wanadamu, ubinadamu umetoka katika mioyo ya watu, na hiyo ni ishara ya kuonyesha watu hawana hofu ya Mungu hata kidogo. Na watu wakikosa hofu ya Mungu, inamaanisha wameinua vitu vingi ambavyo havimpendezi Mungu. Na kama wameinua, itabidi ya kwamba Mungu atafute njia ya kuhandle aliye mwaminifu, mtiifu, na asiye mwaminifu na asiye mtiifu. Wote watahandoliwa na kitu moja. That's why we are seeing what we are seeing. Na watu wengi hatujui. Wakati tumekuwa nyumbani, ibada zetu zimekuwa duni. Wengine wamekuwa katika hali zao tofauti. Na kitu wamesema Mungu anatupenda, sijakataa. Lakini sikia, kuna kitu tunaweza vuta kwa maisha yetu ikiwa hatuelewi. Huu ni wakati wa kuanguka kwa mikono ya Mungu. Sema amen. This means we want everyone ajengwe tena, aumbwe tena, aelekezwe tena. I'm very sure some of us are here. Mtu mpaka mwingine amewahi kuambia kumbe makanisa ndio ikimsaidia. Siku hizi unapotoka kama parrot. Siku hizi ile maneno unazungumza haina ladha, kwa sababu mambo yale yanatendeka katika anga ya kukuadili kwa njia moja ama nyingine. Na hiyo ndio kitu nimekuja kukuambia mpendwa, kabla hatujaenda mbali. Daudi hakungoja zaidi, alisema kama wamefika 70,000, let me just give myself in the able hands of God. Akasema hata kabla chochote kijafanyika, wacha nianguke tu kwa mikono ya Mungu. Alipoona imezidi, pia ilibidi Daudi aseme Bwana nisamehe, alikuwa mimi nilifanya haya. Kenya inastahili pia tujue wachungaji wamesema Bwana ni sisi ndio tumefanya. Kuna mtu alikuwa ananiambia ya kwamba ripoti imekuja kwamba injili yenye imehubiriwa katika enzi hii siku ambazo zimekuwa za corona, leo imekuwa injili ya msalaba. Kwa sababu gani? Kuna wachungaji wameanguka kwa mikono ya Mungu. Bwana asifiwe. Ili taifa letu lipate kupona. That's why I'm telling you Christians, let us be open-minded. Kila mtu kamacho. Najua unaweza kuwa uko na vitu, najua Mungu amekuinua, najua pesa hii mifukoni mwenu, ninajua magari watu wanatembea nayo, magari makubwa, mashini, sio hata gari, mashini ya kupanda, sio ya kuingia, kwa sababu Mungu amewainua. Lakini hata kama imetendeka, acheni tuanguke kwa mikono ya Mungu. Sema amen. Ili tusije tukaabudu magari. Kuna enzi watu walikuwa wanaambiwa endeni kwa magari, very expensive vehicles. Unakuta mtu ameenda kwa gari la tajiri Benz, anaiambia I possess you. Wengine wamekufa bila kupossess hiyo gari, sababu ilikuwa siku za ujinga. Wengine wameambiwa kwa madhabahu, if you give, God will give you a V8. Ndio anapeana. Lakini sikia, na moyo wa aina gani? Kwa moyo wa aina gani? Hii ndio kitu inatuumiza sasa. Nataka Mungu akusaidie ufunguke macho, maana ulimwengu wote ulifungwa macho. Hata superpower walikuwa vipofu, wamefanya kazi ndio wakapata vaccine. Hata kwenye tuliambiwa kinatoka, watu wenye wanaweza tengeneza kila kitu, walifungwa macho. Sababu gani? Ni Mungu aliona mahali tumefika, nisipoleta jambo la kushukisha mwanadamu chini, amefika kiwango cha kiburi kikubwa
ambacho kinachochea hasira yangu na nitamaliza dunia. Wacha nilete jambo hili, nilete kuwashukisha chini. Ndio maana saa hii kuna watu wameshuka chini. Wewe nakwambia, shuka chini, tuanguke kwa mikono ya Mungu. Mungu atatuomba tena, Mungu atafanya urejesho. Ibada zitakuwa zile ibada za uvuvio. Mafundisho ya makanisa ama mafundisho ya Mungu yatajaa kanisani. Watu hawataenda tu mahali kwa sababu wanataka miujiza, wataenda mahali kwa sababu wanataka Mungu. Wengi wanaenda kujaa mahali miujiza iko, sahau neno la Mungu ni lile lile. Ni vizuri tuchukue neno, liwe ni neno la msalaba, tulitii na tulitende, na Mungu wetu atatupatia rehema ambazo zitatuweka siku baada ya siku. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Leo ningekuwa nimekuja hapa na injili ya kusema Mungu anaenda kuwabariki moto, si ningekuwa hata nimesimama. Lakini leo nimeona wakati mnakuja, wacha tuende kwa neno la msalaba. Watu tusalende kwa Mungu. Just surrender to God. I know some of us have passed through challenges, not because you wanted, not because you are bad, lakini kwa sababu Mungu anataka wote tushuke chini. Ambie jirani, shuka chini. Na nimeshinda nikiongea kuhusu kunyenyekea. Hiyo inamaanisha Mungu anadai watu washuke wapi? Chini. Kukuja na gari, kukuwa na gari kubwa, hata kununua ndege, tafadhali wacheni tuelewane tu vizuri. Mtu mwenye amekuwa akienda Chabakari na gari yake na mwenye ameenda na pikipiki, si baada ya siku wote watakuwa Chabakari? Mhubiri mwenye amekuja hapa ako na V8, ako na kila kitu, na mhubiri ambaye hana lakini amesoma neno la Mungu na amelihubiri, wote si wamehubiri neno la Mungu. Wacheni tukue na ufahamu. Dunia saa hii ndio sijakataa inaendelea na vitu zinatendeka, lakini vile tunavyoendelea, teknolojia ikiendelea, ndivyo akili za mwanadamu zinaendelea kuadhirika. Lakini mimi nakuja kuambia hivi, wacheni tuanguke kwa mikono ya Mungu. Just fall in the hands of God. Hata kama umekuja hapa leo, wewe ndio mmoja wale watu umekuwa ukiumia sana, umeteseka, umekuwa na uzito, ugumu mingi wa maisha, kwa maana huko unakuja kanisani, anguka kwa mikono ya nani? Ya Mungu. Hata kama kwako kuna mateso, kuna vita, kuna vitu, unajua unaweza hata kuwa kanisani, mmekuja na mwenzako, mmepitia shida, mmegombana, hata pengine hamjaongea for the last 1 week or 2 weeks, lakini mpendo, unakuja hapa, unaangalia mwenzako akiimba, wela, unamwangalia na macho moja, unasema hata wakijua wako tu ni nani yeye, lakini sikia, nimesema wote wacha tuanguke kwa mikono ya nani? Sababu mtu anajua kuangalia chenye kiko kwa macho ya mwingine na anasahau iliyo ndani ya jicho lake. Boriti la macho yako, angalia ya mwenzako, lakini pia ujue yako iko. Ndio maana lazima Wakristo, mwanadamu yeyote anayenisikia, rudi na uanguke kwa mikono ya Mungu. Bwana asifiwe. Mrembe mosi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuanguke kwa mikono ya Mungu. Yeye ndio Muumba wetu. Sasa zingine naangalia map ya ulimwengu, naangalia all the continents zimesaraudiwa na maji. Sasa siku moja nilikuwa najiuliza, je, Mungu, kama unaweza amua tu hizi continent zote zimezwe na maji, hiyo ni kazi ngumu kwa Mungu kweli? Si ni siku moja tu na tutajipata wote kumbe tuko kwa maji. Kwanza hautajipata huko, yaani kila mtu atapata mzoga wake huko ndani ya maji. Kwa sababu tendo ya wanadamu. Acheni tuanguke kwa mikono ya Mungu. Mahali tumefika. Because we don't know what God is planning after this. The Western region, we might say no, we have not had victims of corona so many of them. But remember this, we don't know what God is planning. Let us go back in the hands of God. That's what David decided. Akasema, wacha mimi niende kwa mikono ya Mungu. Mpendwa, maisha yakikushinda, vitu zikikushinda, while you are here or while you are outside, kazi nzuri ni kurudi kwa mikono ya nani?
Unaenda mahali vitu haziendi vizuri, mambo hayaendi vizuri. Kitu kizuri chenye unafanya kama Mkristo, enda anguka kwa mikono ya nani? Ya Mungu. Kuna mahali nati moja ijafungwa vizuri, wacha ifungwe vizuri, utakuwa mtu mzuri. Wewe sio mtu mbaya, wewe sio mjinga, lakini nati moja ikifunguliwa mahali, lazima italeta ulegevu mahali. Lakini ukimwambia Mungu, nimeanguka kwa mikono yako, nisaidie nitengeneze tena, ana uwezo wa kukutengeneza. Sema amen. Praise the name of the Lord. I'm talking to somebody who is here. Ile peace umekuanga nayo iko kwa nyumba yako, sio kwa sababu ya kwamba wewe ni mbaya. Kuna nati imefunguka na Mungu anataka vile atairejesha ifunge vizuri ili mambo yaendelee vizuri. Jambo litakalo kusaidia ni kuanguka kwa mikono ya Mungu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukifanya hivyo tutakuwa salama mikononi mwake Mungu. Haleluya. Uliza jirani, unasikia au usikii? Ni heri tuanzishe neno kama hilo pale kanisani, ili wote tunaosikia tuanze kujua Mungu habadiliki. Mungu anatumia neno lake kutufundisha sisi sote, na hata kama ni jaribu, anasema ana njia ya sisi kutokea. Ni vizuri tuulize Mungu, njia hiyo ni gani? Wacha tuende kwa Isaya, nimalizie kwa hiyo katika jina la Yesu Kristo. Isaya sura ya 42 kuanzia mstari wa 6. Biblia inasema hivi: I the Lord have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles, to open eyes that are blind, to free captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness. I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another, or my praise to idols. Kumbuka hiyo. Praise, or my praise to idols. See, the former things have taken place, and new things I declare. Before they spring into being, I announce them to you. Hallelujah. Amen. Mungu alituita kwa sababu ya haki. Na yeye ndiye anasema I will uphold you, na kushika na mkono haki, ili tusiogope, ili tusije tukawa na wasiwasi, wengine tukatembea kwa nia mbili, bali tujue alituitia haki na akataka ya kwamba tufanye agano jipya kwa ajili ya watu wake. Chungaji ambao watanisikiza, nataka kusema hivi: tumetumika, ametuita tufanyike watu wa kufanya agano jipya na watu wake. Kwa hivyo wale watu ambao Mungu amepea kila mmoja, lazima ufanyike agano. Make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles. Tufike hicho kiwango ili Bwana apate kutusaidia tufungue wengine macho. You cannot open somebody's eyes when you are still blind. You need to see, then tell somebody you can follow this way and you succeed. Praise the name of the Lord. Remember, we need to open somebody's eyes. Na wakati mwingine matendo yetu, kunena kwetu, vile tunavyofikiria, inaweza kumfanya aliye kipofu atoke ndani ya utumwa huo, kwa sababu anaona na kusikia na macho yake na masikio yake yale Bwana anatenda kupitia wewe, na itakuwa ni baraka sana. Sema amen. Kwa giza unastahili hata kutoa wengine. And he says in verse 8, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another, or my praise to idols. See, the former things have taken place, and new things I declare. Before they spring into being, I announce them to you. Mungu hawezi kuruhusu watu wa miungu watufanyie kila kitu. Watu wa miungu wakuje wasimame watufanyie kila kitu, huku tukisema Mungu ametutendea. Kama kwa mfano, somebody is arguing. Wachina wanaenda mahali, wanaenda wanafungua, wanachukua mahali, wanajua hapa ndio mahali kuna vitu mingi zitafanyika, wanafenza, alafu wanachukua umbwa, wanachinjia, damu ikimwagika, wakitukuza miungu yao. Na sisi tukiwa huko ile tunasema, Mungu amesaidia, Tavakali imeinuka, Mungu amesaidia, Tavakali imeng'aa.
Mungu hashiriki utukufu na yeyote. Bwana asifiwe. Hashiriki. Na ndio maana ili tufunguke macho. Na sina woga wa kusema, maana hata wakati uko hapa, matendo yetu yakiwa kinyume, rais wetu, viongozi wetu watapelekwa waende waunganishe nchi na watu wa hiyo nchi kwa mataifa ya miungu. Na hiyo ndio itakuwa mwanzo wa sisi kufanya nini? Kupigwa. Sema amen. Si vizuri ni kufundisha haya maneno. Labda tutakuja kulaumu. In fact watu wengi wanalaumu, lakini wacha nikwambie, that's the truth. Anataka mimi na wewe tujue hilo jambo. Tutakapolijua, wacha tufanye the right thing, and the Lord shall connect our nation to nations that worship the Lord, who is our God, the creator of the heavens and the earth. Lakini tunapoinuka na kufanya vitu zetu, tutaletewa viongozi watakaoinuka wakaunganishwa kwa mambo yasiyo mazuri wa miungu, na itatuconnect kwa miungu, na baadaye Mungu analeta ghadhabu duniani. Kama unasikia fanya hivi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kwa sababu hili neno limetaka lisikike kila mahali, ili wale wanaonisikia na mimi ambao mko hapa uelewe ya kwamba new things are on the way. Former things have been happening, but something new is on the way. Kenya inakuja kuwa na revival kali duniani. Lakini kabla ya hiyo, lazima tuelewe Mungu anahitaji tuanguke kwa mikono yake. Kenya tunahitaji kuanguka kwa mikono ya Mungu. Mimi nikiona tumeanza kuwa tunafanywa ni kama karata. Leo wamesema Lake Region fungueni. Nairobi na 5 counties na zingine muwe tayari, nimeshuti kwenu. Tena waende kule wafunge. Watakapofikiria tena kule mambo imekuwa ni kama iko hawa wamesileki, tena wanasema Lake Region tena nyinyi tunafanya nini? Tunawafunga. Kwa sababu kuna kitu hakijafanya. Wacheni tushuke chini mikono ya Mungu, hiyo kitu itaenda. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na hiyo ndio sababu unaona hata taifa letu limejawa madeni. Tumekosa mahali wa Kristo. Wacha tushuke chini. Viongozi wetu watajipata mahali pabaya. Viongozi hata makanisa, vile nazungumza hivi, mimi sina aibu. Kuna wengi walienda kwa mitandao wakaenda kukutana na watu marafiki wenye nia na mawazo mabaya, na kwa sababu ya mienendo ya watu walikutana na wao. Vile nazungumza hivi, badala ya kumtukuza Mungu wanatukuza shetani. Na hapo ndipo kanisa limefika. Kama hatutarudi mahali tunastahili kurudi, mikononi mwa Mungu atuumbe tena, basi tuko na shida. Na ni vizuri nikuambie uishi ukielewa, na ufundishe wengine waondoe ndani ya giza ambaye hawaijui. Tutalaumiana na hakuna change. Mungu anataka wote turudi kwa mikono yake. Kama ni wachungaji wale wako na magari, manyumba kubwa, ni zenu. Shida ni kwamba watu wengine hawaelewi. Wewe umelala kwa nyumba ya room 100 na mwingine amelala kwa bed sita. Asubuhi si inafika the same. Usingizi si inatushika wote. Sasa tukielewa mambo ya Mungu, wote tutashuka. Hata kitubariki, wale wanatuona watasema huyu amebarikiwa kwa ukweli. Lakini wengine kwa sababu ya haja za mioyo yetu tunajaribiwa kwa tamaa zetu, na wakati tunaanguka kwa hiyo mtego, ndio mambo yanabadilika. Wakristo, wajeni tubadilishe mtazamo wetu kwa mambo ya Mungu, ili Mungu aturejeshe uzima, uhuru. Unajua saa hii Kenya, mataifa ya ulimwengu mengi yako kwa ufungwa, wanaishi waki expect anything. Mfungwa akiwa kwa jela ana expect kukufa
ama kuishi kwa jela siku zote. Lakini mimi na wewe ningetamani tukue huru, tukue wazima. Sema amen. Hilo ndio ombi langu. Watu wengi saa hivi wanazungumza makanisa yanazikazika watu. Wachungaji wanazikazika watu kwa sababu hakuna tumaini. Giza iko duniani. Vipofu ni wengi. Na mimi nataka kuambia hivi, kwa jina la Yesu, wacheni tuamue kwa mikono ya Mungu. Tutajua ni nini kinaendelea. Upendo wa halisi wa Mungu jae katika mioyo yetu ili tuweze kujua Mungu anatarajia nini kwa kanisa lake kwa siku ambazo zimekuja. Mambo yenye yametendeka yameenda. Let us learn from it. I saw the other time ya kwamba hata wakati makanisa ilifungwa kwa muda mrefu, watu hawakuingia makanisani. Kufungua, hakuna mtu alishtuka, hakuna mtu alijali. Bado mchungaji, wahubiri, watu wa kanisa wanaenda wanasema Mungu ametufungua. Baada ya siku kidogo tena anawarudisha kwa kifungo, kwa sababu bado mioyo yetu ijaanguka kwa mikono ya Mungu vizuri. Hatufinyange, hatutengeneze na tuwe viumbe ambavyo vitatoa wengine kwa giza, vitakuwa nuru, vitasomeka barua nzuri, na kesho tuweze kumtukuza Mungu na Mungu ajitukuze ndani yetu bila kushiriki utukufu wake na chochote ndani ya maisha yetu. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko hapa, mambo yenye yamekutendekea, Mungu anatarajia ugeuze mtazamo wako, uanze kujua yamefanyika. Lakini sasa mambo mapya yanakuja mwanzo ni wewe kuanguka kwa mikono ya Mungu. Wengine mnagonjeka, wengine kuna udhaifu, wengine mna vita, wengine mambo yanatendeka tofauti kwa maisha yenu. Sio kwa sababu inatakana ufanyike hivyo, ni kwa sababu wewe umeamua kuwa muasi, kiburi, kaidi. Anguka kwa mikono ya Mungu na Mungu atakuinua kwa kiwango kipi. What you are getting, remember somebody else somewhere was supposed to get it, but favor came on you. When it came on you, you are now in that position. Remember, somebody else can come. Don't lift yourself. Don't be full of pride because of that. Reason being what? Somebody else can come to bless you anytime, any day. If I'm not wrong, any moment God wishes. Why? Because of the way your heart is. But if you are wise, let us go back in the hands of God. Rudi kwa mikono ya Mungu. Rudi kwa mikono ya Mungu. Wengine wanateseka sasa hivi, wako kwa vitanda. Wengine hofu ya hiyo COVID inaleta shida. Kwa nini? Ni kwa sababu hatujui siri ni kurudi kwa Mungu. Turudi kwa mikono ya Mungu. Wengine wamecommand watu kufanya vitu vikubwa, so they walk saying I'm the big person. Mimi ndio najua, mimi ndio na uwezo. Sikia nikwambie, hauna, ni nafasi umepewa. Kumbuka wana wa Israeli walipo, Daudi alituma Joabu miezi 9, alingoja wamalize kazi yao. Alingoja wajue hesabu yao ndio waonyeshe na wajulishe mimi ni Mungu. That is why sometimes I say, mtu akianza kujinua, akianza kufanya vitu ambavyo Mungu hampendezi, anaambiwa enda juu kabisa, utaangushwa kutoka kule. Wakristo, let us live from today knowing Mungu anataka turudi kwa mikono yake. Nipo bemuno, nataka ujue hivi, Mungu anataka vile tutafanya tukija kwa madhabahu, tusikuje kama watu ambao wako kwa baa. Tusije kama watu ambao wanatembea kwa nyumba zetu. Tujue tumetoka madhabahu, mahali pa kushuka chini, tunyenyekee